Na kama hakuna ufufuo, basi hakuna kusamehewa. Hakungekuwa na ondoleo la dhambi. Hakungekuwa na ondoleo la dhambi. Kwa sababu dhambi ilidai mauti. Dhambi ilidai mauti. Na kama dhambi ilidai mauti, basi ilimpasa Kristo kuja katika mwili, avae mwili ili afe. Ilidai. So ili kwamba hayo madai yaweze kufikiwa ama yaweze kutimizwa, ilimpasa Kristo kuja katika mwili ili afe, aingie katika mauti, ili kwamba atimize yale madai ya dhambi. Na tunaona kwa kuwa habari njema ni kwamba hakubaki kwenye mauti, alifufuka. Kwa hiyo ina maana kwamba adhabu ya dhambi zetu haikumshikilia, haikumshinda nguvu, bali alishinda. Manake alifufuka kutoka kwa wafu. Alifufuka kutoka kwa wafu. Na kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na so tunaona kwamba alitimiza madai ya dhambi juu yetu. Alitimiza madai ya dhambi. Kwa sababu sisi ndio tulikuwa na dhambi. Mwanadamu ndiye alikuwa na dhambi. Sio kwamba Kristo alikuwa na dhambi, bali dhambi ilikuwa yetu. Na sasa Mungu kwa ajili ya ule upendo wake ili mlazimu kwamba avae mwili aje katika dunia, afya, aingie katika mauti, na tunaona amefufuka, kwamba kuna ufufuo. So habari ya ufufuo ndipo penye tumaini letu. Habari za ufufuo ndio tumaini letu. Tumaini letu ya kwamba hata kama kulikuwa na dhambi ambayo ilikuwa juu yetu, lakini tunaona kwamba kuna yule ambaye Kristo Yesu aliingia kwenye hiyo nafasi ya kufanyika mwenye dhambi kwa niaba yetu. Kwa niaba yetu. Hivyo leo hii tukisema kwamba tumesamehewa, hatuna dhambi tena, ni kwa sababu Kristo alichukua madai ya dhambi kwa ajili yetu. Tukisema hatuna dhambi hatukosei, kwa sababu Yesu Kristo alipofufuka ndio alituondolea dhambi. Na kama ni hivyo, inamaanisha kwamba tunajua vizuri kabisa kutokea kwa maandiko kwamba Yesu anaishi milele. Hajawahi tena rudi mwilini afe kwa ajili ya dhambi nyingine. So anaishi milele na anakaa wapi? Ndani ya watu walioamini. So yuko pale, kile alifanya mwanzo alipoingia, hicho ndio kimesababisha anakaa pale. Maanake dhambi haina uwezo kwa aliyeamini. Haleluya. Naitwa habari njema. Habari njema. So kwa sababu unajua tatizo ambalo liko leo hii ni watu kudhania kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi za nyuma. Hilo ndio tatizo liko duniani leo. Yaani wewe maisha yako yenye haujakuwa kwa wokovu, hizo dhambi zote ukikuja tu ukiokoka papa, hizo zimesamehewa. Lakini kuanzia hapo wewe jipange.
Wanasema kwamba wewe jipa hapa sasa ni kupambana, kujitakasa, kutubu na kama Kristo alikufa kwa dhambi za nyumba peke yake, wakati ule wewe uko sasa. Basi hata zako hazikusamehe. Sababu huko wewe wakati ule. Basi hata zako ziko. So kwa hiyo ndio kitu iko na shida. Hiyo ndio kitu inaleta shida kwa watu. Lakini watu wakijua kwamba wakati ambapo Kristo alifufuka, anakaa ndani ya watu ambao wamemwamini. Na ikiwa yeye alienda katika mauti kwa ajili ya kushughulikia hili swala la dhambi, maana akikaa ndani yako, hilo swala linakuwa liko defeated. Yaani habari ya dhambi inakuwa iko defeated. Yaani haina tena nguvu kwa sababu ndani yako uko na yule mkuu wa uzima. Ndani yako uko na yule mkuu wa uzima. So kile ambacho alifanya katika ufufuo, anaendelea hicho ndicho anafanya milele ndani yako. So I wish hapo ndio kuna leta shida. Ndio maana unakutana na watu wengi wanasema nimeokoka, ndio Kristo alikufa katusamee, lakini bado anaongea habari za kuchomwa na Mungu. Anasema najua kuna kala kandogo tu Mungu atabicho. Kule mbinguni nikaona mmoja alikuwa anaenda mbinguni, kwenye lango limeandikwa heaven. So alipokuwa anaenda akakutana na malaika. So akamuuliza uko aje, akasema mimi niko sawa, na alikuwa amevalia vazi nyeupe kabisa. So akawa ako sawa kabisa. So akaambiwa kabisa uko sawa, yes. So akaambiwa atoe mfuko. So kutoa mfuko nje hivi utapatikana kasteni kadogo sana, kwamba alikuwa anakula pesa ya kanisa. So akaambiwa kwa sababu ya hii njia yako ni hiyo, sasa elekea jehanamu motoni. Nakumbuka nikaamini tayari. Haleluya. Au tunaambiwa waamini wako jehanamu, wako motoni kule kuzimu wanachomeka. Sasa muamini amekaliwa na Kristo. Kama yuko kuzimu wako na Yesu kule. Wanachomeka na Kristo. Haleluya. Wenye mnakula pesa ya kanisa. Unakula pesa kanisa, mnasikia hizi habari. Wow, tunamshukuru Mungu kwamba Kristo yuko ndani yetu, na kile ambacho Kristo alifanya katika ufufuo wake, hicho anaendelea kufanya na milele ndani yetu. So unajua hao watu najua tu mnajua wakati ambapo umejaa taarifa zenye umejaa hapa, hiyo ndio kitu yenye ukienda kwa ndoto zako, hiyo ndio kitu itakuwa ina reflect. So so tunaweza tukasema hao ni matokeo ya kile ambacho wamekula. Ni matokeo ya kile ambacho wamelisha. Kama umekula sima sana usiku, unachanganya vitu kashiba. So unaota kwamba unaenda choko. Na unakuja kumuuliza mchungaji ndoto inamaanisha. Na ulikula ukashiba. Unataka kufunua. But tunaona kwamba muamini yuko salama milele. Muamini yuko salama milele. Yuko salama. Ndio maana Kristo alitaja habari hizo akisema kwamba hakuna atakayewapokonya katika mkono wangu. Kwenye Yohana 10
Tunaweza tukaangalia Yohana 10:28 anasema, nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe. So kinachofanya tusipotee kwa sababu tuna uzima wa milele. Tuna uzima wa milele. Na tupakikisho ya kutokupotea. Anasema wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Wala hakuna mtu aweza kuwapokonya mkono wa baba yangu. Haleluya. Amen, amen. So tuna habari za Kristo, tuna uhakika. Tuna uhakika wa kutosha ya kwamba tuko salama katika mikono ya Kristo. Yes. Tuko salama katika mikono ya Kristo. Na kwa sababu tunaangalia kile ambacho alifanya. Ni matokeo ya kile ambacho yani haiwezi kuwa Kristo aliteseka. Aliteseka na kuingia katika mauti. Alafu ikuje kuwa ni kitu yani aliteseka na kufa na kuingia katika mauti. Alafu tena muamini leo tena anakuja kuingia katika mauti. Basi itakuwa kazi aliyofanya basi ilikuwa ni jokes. Ilikuwa ni jokes. Lakini tunajua Kristo alifanya kazi timilifu. Yani kazi ambayo alifanya ni kazi ambayo imejitoshelesha. So ni kwa ajili yake. Ni kwa ajili yake, ni kwa ajili ya kila alifanya. Hicho tu ndio kinatupea furaha, kinanipea furaha ya kwamba kwa ajili ya kile Kristo alifanya, niko na uhakika ya kwamba sipotei, siwezi kupotea. Amenipa uzima wa milele, na katika huo uzima amehakikisha kwamba niko nao siku zote. Yani ni uzima ambao niko nao siku zote. Na penye uzima kuna moto kweli. Penye uzima moto unapenyaje? Penye uzima wa Mungu moto unapenyaje sasa? So hakuna kupotea. Hakuna kupotea. Manake Mungu ametuwekea muhuri ya kwamba sisi ni wake, wewe ni wangu, wewe ni wangu. Na so hii haitegemei, kwa sababu ndio maana tunasema kwamba wokovu au sio kwa sababu ya matendo yetu. Kwa sababu ingekuwa ni matendo, haingekuwa na haja ya Kristo kuja kufa. Basi tungejipambania wenyewe. Si ndio? Tungejipambania tu tuingie humo hivyo hivyo tu. Mwenye atafaulu ni sawa. But Kristo anasema kwamba kwa dhabihu idumuyo milele. Kwa dhabihu idumuyo milele. Kwa hiyo tunaona dhabihu yake ni inayodumu milele. So kinachotufanya kwamba hatuwezi kupotea, hatuwezi patikana katika kupotea, kwa sababu Kristo alitoa dhabihu ambayo inadumu milele, dhabihu ambayo inatusimamia milele. Haitusimamii siku mbili ama mwezi mmoja ama mwaka mmoja. Dhabihu yake ni milele, ni milele, yani ni milele. So na tunaona kwamba katika mkono wake tuko wapi? Tuko salama. Tuko salama katika mkono wa Kristo Yesu. Tuangalie baraka. Wakorintho wa kwanza 15. Kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia 1.
Basi ndugu zangu, nawaarifu ile Injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Haleluya. So Paulo anasema kwamba injili niliyohubiri, na waarifu ile injili niliyohubiri, ambayo ndio mnaipokea, na katika hiyo mnasimama. Na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnashika sana maneno niliyohubiri, isipokuwa mniamini bure. Sema, kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Sema maandiko, nalifaa maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu. Nasema na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo maandiko. Anasema so mstari wa alafu mstari wa acha nisome kuanzia mstari wa 16, hiyo chapter. Mstari wa 16 anasema, maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, ngalimo katika dhambi zenu. Anasema na hapo mstari wa 18, na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Anasema ikiwa Kristo hakufufuka, imani yetu inakuwa bure, na waliolala katika Kristo wanakuwa wamepotea. Yes. Lakini anasema mstari wa 19, mstari wa 20, anasema lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. So kama Kristo amefufuka, basi waliolala katika Kristo Yesu hawajapotea. So kinachotupa uhakika ni kwamba Kristo yu hai, amefufuka, alifufuka. Alifufuka, na kwamba anasema kwamba hakuna kupotea kwa hao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu tunaona kuna tumaini katika ufufuo wake. Kuna tumaini katika kufufuka kwa Kristo, ya kwamba haiwezekani kuwe na kupotea kwa yule ambaye yuko ndani ya Kristo Yesu. Yuko ndani ya Kristo Yesu. So tumeona kwamba Paulo bado katika kufundisha kwake anataja habari za mateso, kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Kristo Yesu. Manake ukitaja mateso na kufa uishie pale, inakuwa haijakamilika, lakini tunaona katika ufufuo ndio pana tumaini. So ama ufufuo ndio unayoipa maana, ndio unaoipa maana kifo cha Kristo. Manake angekuwa kufufuka, basi ingekuwa kifo chake ni cha kawaida kama na watu wengine. Hakuna haja yaani angekuwa na haja ya kuaminiwa, kwa sababu angekuwa amekufa na imeishia pale.
lakini tunaona katika ufufuo ametoa uzima na ametoa uzima ambao tulihitaji, So kulingana na vile ambao tumeangalia, tumeona kwamba injili ni ujumbe unaohubiriwa. Tumeona kwamba injili ni ujumbe na unaohubiriwa na kupokelewa kwa imani. Ujumbe unaohubiriwa na kupokelewa kwa imani. Alafu pia tunaweza tukaona kwamba kulingana na maelezo ambayo tumeona mitume walitoa, tunaweza tukaona kwamba ujumbe wa injili umejikita kwenye wacha niseme hivi, ujumbe wa injili unalenga au unamuhusu mtu, yani Kristo. Ujumbe wa injili unalenga au unamuhusu mtu yani Kristo. Kwa hiyo tunaweza tukaona pia kwamba Kristo ndiye mada ya injili, ndiye mada kuu ya injili. Na kulingana na maelezo ya Paulo na mitume pia tumeona kwamba ujumbe katika Agano la Kale ulikuwa ni ahadi, na katika Agano Jipya tumeona kuna utimilifu wa hiyo ahadi. Katika ufufuo wa Kristo tunaona kuna utimilifu wa hiyo ahadi. Utimilifu wa hiyo ahadi iliyonenwa na Musa na manabii. Wow. Amen. Kristo ametubariki sana. Asanteni kwa muda wenu. Mungu ana wainua na kuwatenda mema kabisa kwa jina la Yesu. Na shia pale. Mungu wa amani azidi kuinua sana. Amen. So tunaweza tukasimama kwa miguu yetu. Tunaweza tukasimama kwa miguu yetu. Nataka kwa dakika mbili mshukuru Mungu kwa ajili ya kile ambacho